Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, kindly subscribe. So guys, and comment and share. Nataka tumalizie ile story ya last time, the last post. Kama hujawatch guys, kindly go and watch, of how I found out I was pregnant while still in school. So tunamalizia story actually here on YouTube guys. Kama ujani subscribe, kindly subscribe. So kwa tumefika wapi? Kwani msipige kelele. Tulikuwa hapo kwa after nimeenda nyumbani for the December holiday na nikaficha. They never knew niko na ball. Hadi time ya functions nilikuwa tunaficha. Nikisikia kuna kutapika, naenda huko nje, naenda kupuke. Ndo wasisikia kikai. Sasa kidogo nichukue. Sasa kwana wewe. Kidogo guys, I hid that pregnancy for a while. Nilificha hawako just tukarudi shule January. So we were living in two separate houses. My baby daddy was living in a different hostel, I was living in a different hostel. Sasa tukaamua we should just come tuishi pamoja ndo to save on resources and everything else. Sasa tukaanza kuishi kama bwana na bibi officially. Hapo hiyo time, at that time I think my ball was like 3 months hapo. Haikuwa imeanza kunotisika sana. Tukakaa sasa, we are just planning how tutaleta mtoto kwa hii dunia na tutamprovidea aje. But yote alikuwa very supportive. Kwani kwa vyombo alikuwa very supportive, like si financial si ni comrade. So yeye ako na pesa yake ya mzazi, mimi niko na pesa yangu ya mzazi. Tunategemea sasa mimi nikilipa rent, yeye ana buy shopping. We used to do that. January, February, guys don't mind, niko na homa nyingine mbaya inanikimbiza. Sasa tulikuwa tunafanyanga tu hivyo. Ikafika saa April, it's not April actually, May ni time nyingine sasa tunafunga sasa second semester inaisha, tunafunga shule. Twende for the long holiday. At that time I think my pregnancy was around 7 months kienda kuelekea 8 months. Mind you, sijaanza clinic. Hata sijabai nguo za mtoto. Hata sijui kama nyumbani watasema aje, hata wajua niko na mimba. Hey guys, what? Stress was killing me. But shule walikuwa washaona already niko na ball. Sasa sikuwa nagopanga hadi niko nyumba yangu, nobody could tell me kile ndio na maisha yake. The only stress was nikienda home kutakuwa aje, like what will be the reaction at home. Haya. Kafika hiyo siku, mimi nikatumwa tu fare vizuri ya kurudi nyumbani. Ukijua mtoto wao ametoka campus. Ametoka campus kusoma. Na kuja na mazuri. Actually they were so happy. Ikafika time ya kuenda home. Nikaenda. Oh, guys. Sasa tunaona kuna kapati sijawaambia. Actually I did not used to live with my parents. I was living with my guardian, my uncle and my aunt. Shut up Kwan. My uncle and my aunt tulikuwa tunaishi nao. My mama alipass nikiwa form 2. So akatuacha kwa custody ya uncle yangu na auntie yangu. Mimi na sister yangu mdogo juu sisi ndo tulikuwa wadogo. Hiyo time tulikuwa tunasoma. Mimi nilikuwa form 2, I think sister yangu alikuwa class 6 7 hapo. Sasa mimi nilikuwa tunasema nasema aki nimewa disappoint. I was so stressed guy. Hata nashangaa sasa ni mambo gani nimeanza kufanya. Nitaelewa aje mtoto mchikuja na yeye shule. Stress ilikuwa inanitwanga. Nikaenda tu nyumbani tu hivyo. Sasa napatana watoto wetu kwa barabara anza kuniambia, "Kai, Suzy, kuna tumbo kubwa." Oh my god, sasa nashangaa nitawaambia aje. Sasa njoo unakuja kunichukua ni kwa stage ndio niende saa home. Sasa kuna tumbo kubwa, naambia tu nikushiba tu. Nikijua tu akiwoi naenda kuface kina nani kwa nyumba. Kai, I was so stressed, Kai. You can just imagine. Sasa nikaenda hivyo home, tukafika home. Lucky thing nilifika around saa 8 hivi. So baby daddy yeye alienda kwao. Yes, kwa I think ni Kibera, mimi nikaenda kwetu ni Gedhu. Nikaenda soko home Gedhu. Sasa nikapata hakuna wazazi nyumbani, like my aunt and my uncle wako around home. Nikapata tu watoto peke yake ndio wako. Sasa tukakaa tu hivyo. Jioni kafika, mimi navaa tu jacket bagi, alafu nimekaa tu kwa kiti like wasione. Nilikuwa na test, roho yangu ilikuwa dudu. You can just imagine guys, auntie yangu kafika.
tena nilikuwa tumekaa chini the whole time, so hakuwa ameona niko na ball. So how is like asking how is school, kunaendelea aje, masomo ni ngumu ama ni mbaya, naambia kuinama ndio mingi. Sasa sikumwambia, hakuwa hata ameona, just nimesimama the whole time like literally ilikuwa hapo around supper time, so nimekaa chini tunakula. Sasa after supper ndio nikaambia guys hi, nikaambia sasa itaonekana tu, so let me just say it now. Kwa nini simu yangu, let me just say it, nione reaction. Hiyo time mwanangu akawa amefika kwa nyumba, it was only my aunt. Nikamwambia haki auntie, I've really messed kwa ncha na simu nini kwa nweni waki guys, I've really messed up. Nime mess up big time. Tembea na Yesu huko, tembea na Yesu kwa turus. Nime mess up big time. Niko na ball. Hey, niko na ball. Aki alikuwa shocked, alikuwa disappointed. I could just see it in her eyes. Kaniambia, "Kai Suzy, sijai kufunza mambo na safe days." Official ashanifunza. Sijai kufunza mambo na safe days. Sijai kuambia nini. Mbona upangi maisha yako? Hata hujamaliza kusoma. How will it go? Nikapewa hapo lecture. Kuja kwa. Nikapewa hapo lecture ya I was very remorseful. Nilikuwa nasikia vibaya. Kwanza nilipata ile lecture nilikuwa nasikia vibaya. But akaniambia sasa hata deal na mimi, I wait for my uncle. Akuje jioni. My uncle Simba. Nikatojua uncle wangu ni mkali. Haki sijui nini, but she was najuanga tu ni mtu straightforward, mtu strict. Sasa nilikuwa tunacheza. Sasa hiyo time uncle wangu anakujanga hapo late hours, masaa saba huko. Sasa akaniambia mimi Suzy disappoint, lakini ndio kalale, we'll just wait for your uncle, utamwambia. Mtu nimenyamaza tu hapo. Nikaenda bedroom. Sasa niko kutest mpoa. Unajua mimi nimeshaambia nyumbani. Wakaniambia nikatest mpoa. Nikamwambia mimi bado niko sijampata, but nangojea nisikie feedback yake of which sijui itakuwa aje, but auntie yangu ako disappointed already. Kaniambia sawa, let's just wait. Uncle wangu alifika hapo around masaa 8 hivi ya usiku. Sasa my aunt had to tell him Suzy amekuja. Yes, alikuwa anajua Suzy amekuja, alinitumia fare. Suzy amekuja, lakini kuna kashida mahali. Sasa mimi nasikia just kwa usingizi hiyo masaa, nilikuwa hata sina usingizi hiyo siku nzima. Kuna kashida mahali, akauliza nini mbaya? Ako na mimba. We sisikia nyumba imeguruma. Nyumba iliguruma hiyo siku. Ati ako na mimba. Mimba ya nani? Kwa nyumba ya nani? Anafanya mimba kwa nyumba. Kumpeleka shule akasema ameenda kuolewa. Sasa mimi nikisikia story kama hizo nasikia vibaya. Aki nilikuwa nalia. Sasa sema kibusa nitaenda wapita nikifukuzwa hapa, where will I go? Akasema mimi sitalia mimba. Apeleke baby daddy mimba yake. Ama apeleke baby daddy mimba yake. Mimi sasa sijui kina baby daddy ni wapi. Sijui watu wao. Sasa hiyo siku amushwa uzuri, but nilikuwa tunasikia hiyo makelele tu. Asubuhi kafika. It's a time for judgment. Time ya kwenda kujua judgment. Kaenda kaniambia. Nikaenda nikaulizia. Kuna chana hapo. Nikaenda lazima msalimie jova, sijamuona for like 4 months na amekuwa akinitumia pesa ya food and all that. Nikamwambia sasa namtanga tu kama mzai kama baba yangu, juu namjua kama baba yangu tangu kitambo. Mimi sikuwa jua mama yangu. Nikamwambia sasa baba kaniambia poa. But hiyo maneno nimesikia kwa nyamaza. Hiyo maneno nimesikia sijafurahia. Hakuniambia anything else, but aliniambia sijafurahia. I'm so disappointed. Mimi nikarudi jikoni, nikarudi sasa bedroom yetu. To our bedroom actually, nikakaa hapo. Sasa akasema claim to baby daddy. Sasa nilete baby daddy wangu, nipeleke baby daddy ball. Alikuwa anasema hivyo hiyo siku. Vile jioni ilifika ni kama akakasirika kabisa. Akasema, hapana. Baby ball yangu ilikuwa kubwa. Sasa nikipita mbele yake nilikuwa nasikia aibu. Nilikuwa nasikia shine nikipita mbele yangu. Nilikuwa nasikia disappointed na disappoint na hii mimba yangu yote. Nilikuwa nasikia vibaya. Kaniambia I'm giving you 5 days. 5 days. Pelekea mwenye mimba yake. 5 days ndio tumefunga shule. Mimi siwezi pia baby daddy anaishi kwa uncle yake na auntie yake, pia ananga wazazi. Sasa haiwezi nipeleka huko. Tena ajaambia watu wao ati demeka kona ball na kwa shule. Juta angewaambia wewe bado wewe hatutakulipia shule, we just pause from here. Mimi sasa sikuwa na option. 5 days nilikuwa na stress. Those 5 days to vacate.
Day 1 day 2 mimi sina option. Naambia mimi nafukuzwa kwetu, nitakuja wapi? Mimi nitakuja kwenu, namwambia hivyo. Ananiambia usijali, God atakuja tu. Sasa mimi God atakuja through aje? Na mimi nimeshafukuzwa. Ni God, where will God come? God atakuja wapi? Ananiambia tulia. Sasa mimi nikashangaa nitaenda. Sasa 5 days zikaisha. Those 5 days that I was given zikaisha. Nika text sister yangu, baadaye kwa sister yangu mkubwa. Nikamuuliza can I come and crash? Ni crash kwako kidogo until shule zifunguliwe. Me I'll come back to school. Shule zikifunguliwa mimi nitarudi shule, but nataka tu mtu ani host for this long holiday. Sister yangu kananiambia pia she's not financially stable, haiwezi ni host. Sasa mimi nikashangaa nitaenda kwa nani, but niko na brother yangu mkubwa. Nikasema what are big brothers for? Sasa vile kwa nina make noise. Vile kila mtu sasa vile nilikujenga home. Kila mtu aliambiwa niko na ball. After the 5 days were over. Since everybody knew, I don't know kujua niko na ball. Like Suzy ameenda campus, amerudi na mimba. Everybody was knowing. Hakuna kinywa tena kwanza. There is no kinywa tena. Everybody was knowing. So mimi nikaenda, hata sikuambia brother yangu naenda huko. Mimi tu nilimsurprise. Nilichukua bag yangu ya manguo. Nikatoka tu. Ilikuwa on Sunday jioni. Nikajitoa tu, nikaenda. Nikatembea ka distance kidogo, hata sikuwa na fear enough ya kufika kwa brother yangu. Brother yangu yeye anaishi huko side za Gedho ndani. Nika distance kidogo. Sijui nilitoanga 50 bob, nikapanda gari sa place kidogo, nikatembea then nikapanda gari kwingine. Nikafika kwa bro yangu. Akaniuliza ni nini mbaya. Uzuri nikampata siku kwa nyumba. Na sasa pia kuna bibi yake na mtoto wake. Akaniuliza nini mbaya. Nikamwambia mimi home nimefukuzwa. Alikuwa amesema anataka tena kuniona nipelekee mwenye ball. Sasa hizi sasa nikipelekea mwenye ball hadi yeye aishi kwao. Nitamharibia tu ndio nizafukuzwa pia yeye juu anaishi kwa anko yake. Sasa nilikuwa tuna get emotional leo masani kimwambia. Unaona tu pia namuongezea stress. Guy bless me. Niambie bless you. Lakini niko na homa guy. Kaniambia sawa basi. Nilikuwa nasikia vibaya. Actually I was crying hiyo masaa. Nilikuwa nalia vibaya sana. Kaniambia sawa basi. Mimi nitakuhost lakini unajua mimi mwenyewe I'm not that financially stable. Niko familia yangu hapa bado nalea. So wewe kwa mtoto, vitu za mtoto, diaper, hosi, baby daddy will provide, but me I'll host you. But kuzaa na mtoto utashughulika. Mimi nitakupatia chakula, utakula kwangu before shule zifunguliwe. Juu nilikuwa niambia nitarudi shule. Dad yako ana believe in me, but akasema tu kama unaona you will survive ni sawa basi, but naona ichikaa ngumu sana sasa. Alikuwa pia ananihurumia. Kasitakaje kadogo. So akaitikia kunihost for a month. Sasa nikaanzia sasa kwenda clinic. Sasa nikaanza sema tu okay. Ishakuja sasa I need to start taking care of my baby. Sijienda clinic, sijui status yangu ni gani. Sijienda clinic. Nione kama baby yako fiti. Hata sijemeza sasa nikaanzia clinic hapo. Nikagomanisha kidogo clinic juu ya kuanzia clinic late. But either way tu nikaanzia clinic vizuri. After 1 month, hata sikufanya hadi scanning moja. After 1 month nikaenda sasa kuzaa. Sasa baby daddy alikuwa amesema atatafuta kazi ndio atutumie pesa. Baby alikuwa msupportive yote. Book clap for him for that time. Nitakuwa kama nimesahau. Alikuwa msupportive, so alipatanga kazi. Hiyo kazi alipata ndio alinisaidia. Alikuwa anisaidia sasa kunitumia pesa za hosi. Kutoka hosi ni alinilipianga. So guys, this story ni refu na msaidia kuingia live imefika. I'll give a part 3 of my so nilizaa kwa nilikuwa na kuna makamasi pia kuna homa. Nilizaa kwa on the 10th of July. But the labor experience was damn. Ile taji like a full story. Labor experience na kuanza kurudi shule. In short nirudi shule kwa na kiwa 1 month. I came back to school when Kwan was 1 month. Here he is 1 year down the line. Ameshakuwa mkubwa 1 year 1 month. And we are growing. So guys, kama hujanisubscribe, kindly subscribe for me for more stories, for more real life story. Kwa nichana simu unaniuna yeye for more real life story. But hiyo ya kuzaa na ilikuwa sad, but tulirudi na Kwan and we are living me and him till now here in school. So guys, for the full story is on my YouTube guys. Nitapost TikTok bado. But guys, thank you guys. Subscribe and we love you. For those 95 nikiingia hapa ilikuwa 95 subscribers.
Thank you so much. You really mean a lot to me. Mwah. Bye guys, and bye. And wish us quick recovery. Aki tuko na homa kwa hii nyumba. Homa ingine mbaya sana. Bye.